Mtazamaji wa Chemba Talk Show, leo tunayo furaha, tuna ndugu zetu wa bodi ya bima ya Amana hapa nchini kwetu Tanzania. Lakini tutaanza kufahamu kwamba hii inafanya nini na inamsaidiaje Mtanzania katika masuala yake ya kibenki. Mimi naitwa Amini Nyaungo, karibu sana mtazamaji wa Chemba Talk Show, na hapa tumekutana na moja ya maafisa, atakuja kujitambulisha mwenyewe ni nani, na mara baada ya hapo moja kwa moja tutaanza mazungumzo. Karibu sana na ujitambulishe ni nani. Asante sana mtangazaji. Naitwa Lwaga Mwambande, ni mkuu wa kitengo cha uhusiano wa umma na mawasiliano wa bodi ya Amana, bodi ya bima ya Amana. Naam, mtazamaji, kama ambavyo amejitambulisha ni nani, lakini pia anatokea wapi. Sasa moja kwa moja tuanze kuulizana, bodi ya bima ya Amana ni kitu gani? Bodi ya bima ya Amana ni taasisi ya umma ambayo ilianzishwa kwa mujibu wa sheria ya mabenki na taasisi za fedha ya mwaka 1991, na taasisi hii ilianza kazi rasmi mwaka 1994, na ilikuwa sehemu ya Benki Kuu ya Tanzania, lakini kuanzia mwaka jana serikali imeruhusu kwamba iwe taasisi inayojitegemea. Kwa hiyo kwa sasa bodi hii inaendesha shughuli zake kwa mujibu wa sheria ya mabenki na taasisi za fedha ya mwaka 2006. Wajibu mkubwa wa bodi ya bima ya Amana ni kukinga amana za wateja, za wananchi ambao wanafungua katika benki na taasisi za fedha zenye leseni ya Benki Kuu. Tofauti na bima zingine, bodi ya bima ya Amana ni bima ambayo wanufaika ambao ni wale wateja wa benki na taasisi za fedha, wao hawachangii chochote katika mfuko wa bima ya Amana. Badala yake, mabenki na taasisi za fedha zenye leseni ya Benki Kuu na ambazo zinapokea amana kutoka kwa wananchi zinawajibika kwa mujibu wa sheria kuchangia katika mfuko wa bima ya Amana, na bodi ya bima ya Amana jukumu lake ni kusimamia huo mfuko, kuukuza huo mfuko ili uweze kukua, kutuna, kiasi kwamba endapo benki ikifa, ikifilisika au ikifutiwa leseni na mamlaka husika, basi kupitia huo mfuko wananchi wenye amana kule waweze kurejeshewa kiasi cha fedha ambazo zinakingwa kwa mujibu wa sheria kwa sasa. Sawa, sasa ni hatari zipi ambazo zinaweza kumkumba yule ambaye anayeweka kwenye benki hadi hii bodi imeanzishwa? Kuna hatari zozote ambazo zinaweza kumkumba yule ambaye anayeweka? Kwa kawaida benki kama biashara nyingine yoyote inaanza, inazaliwa, inakuwa na inaweza ikatokea mazingira kwamba ikafa. Sasa fikiria kama wewe umeweka pesa zako benki, halafu benki hiyo ikafa au ikafungwa ama ikafilisika. Sasa uwepo wa bodi ya bima ya Amana ni uhakikisho kwa mwananchi kwamba unapotumia huduma za kibenki, unapofungua akaunti yako benki, unapofungua tu pale pale unakuwa umekingwa na bima ya Amana. Na hii kinga inatokana na michango ambayo inatolewa na benki na taasisi za fedha, lakini pia inategemea na fedha ambazo zinaingia kwenye mfuko huo, unatuna kiasi ambacho endapo benki yako ikifa au ikifutiwa leseni, basi wewe mwananchi mwenye amana katika benki hiyo usipate hasara kabisa. Kwa hiyo kuna kiwango ambacho bodi ya bima ya Amana inakinga kwa mwananchi kuweka fedha zake benki. Kwa sasa kinga ya juu kabisa ni shilingi milioni 7,500,000. Unaweza ukafikiri ni kiasi kidogo, lakini kwa mujibu wa tafiti ambazo zimefanyika hadi kufikia Juni mwaka 2025, 99.26% ya wananchi hapa nchini wenye amana benki walikuwa na shilingi milioni 7,500,000 kushuka chini. Kwa hiyo kwa maana nyingine ni kwamba bodi ya bima ya Amana inakinga wananchi zaidi ya 99%. Kwamba endapo benki ikifa, basi watu 9 kati ya 10 watarudishiwa pesa zao zote kupitia bodi ya bima ya Amana,
zile ambazo walikuwa wameweka kwenye amana zao. Sawa. Na wale ambao wana zaidi ya shilingi milioni 7,500,000 kwenye benki ambao kwa mujibu wa takwimu za Juni mwaka 2025 ni 0.74%. Hao tuseme mtu ana milioni 10, milioni 20 au milioni 100, sio kwamba hao ndio watapata tu milioni 7 alafu hiyo imeisha. Hapana. Kwa kawaida kuna jukumu lingine ambalo Bodi ya Bima ya Amana inatekeleza ikikabidhiwa na Benki Kuu ya Tanzania, ni jukumu la ufilisi. Benki Kuu ya Tanzania ndio inatoa leseni kwa mabenki na ndio inaweza ikatangaza kwamba benki hii imefilisika au imefutiwa leseni. Inapotangazwa kwamba benki imefutiwa leseni, pia ina wajibu wa kumteua mfilisi. Unajua benki inakopesha watu. Sasa inapokufa, sio kwamba mtu aliyekopa deni lake limekufa, la hasha, kwa sababu alikopa pesa za wengine ambao waliweka kwenye ile benki. Kwa hiyo Benki Kuu ikiteua mfilisi, mfilisi anakuwa na kazi ya kukusanya hizo fedha na mali zingine, akizipata anawagawia wale waliokuwa na zaidi ya shilingi milioni 7,500,000. Na kwa toka mwaka 2000 mpaka sasa Benki Kuu inakuwa inaiteua Bodi ya Bima ya Amana kama mfilisi kwa benki ambazo zilikufa kati ya mwaka 2000 na mwaka 2018. Mtazamaji wa Chemba Talk Show, bila shaka umepata kufahamu, tupo katikati lakini pia tunaenda mwishoni. Pia umefahamu namna ambavyo bodi hii inafanya kazi, lakini pia inamsaidiaje Mtanzania kwa ajili ya mambo yake mbalimbali ambayo kwenye benki yakiweza kutokea. Bahati nzuri umenijibu hilo. Nitakusema kwamba kuna mtu ana milioni 70 alafu ndo benki imefilisika, umelijibu. Je, kuna gharama yoyote ambayo mimi nahitaji sasa kuingia kwenye hii Bodi ya Bima ya Amana? Asante sana kwa swali lako zuri. Tofauti na bima zingine, Bodi ya Bima ya Amana haichukui chochote kutoka kwa mwenye amana katika benki. Badala yake, Bodi ya Bima ya Amana tunasema tuna wanachama na wanufaika. Wanachama wetu sisi ni benki zote ambazo zina leseni ya Benki Kuu, na kwa sasa tuna jumla ya wanachama ambazo ni benki na taasisi za fedha 44. Ukitaja benki yoyote ambayo inapokea amana kutoka kwa wananchi inayofanya kazi zake hapa nchini, basi huyo ni mwanachama wetu. Na kwa mujibu wa sheria, hizi benki na taasisi za fedha ambao ni wanachama wetu wanatakiwa kuchangia katika mfuko wa bima ya amana kiasi cha 0.15 ya amana ambazo wanakuwa wamekusanya kwa mwaka katika mfuko wa bima ya amana. Na sisi tukizipata hizo fedha katika mfuko wa bima ya amana tunausimamia, lakini pia tunawekeza. Kwa sasa tunawekeza kwenye dhamana za serikali ili mfuko uzidi kutuna, na tunashukuru toka Bodi ya Bima ya Amana ilipoanzishwa hadi sasa, kwa kweli mfuko unaendelea kukua na kukua, na kwa hiyo unakuwa na uwezo endapo benki kifa basi kuweza kuwarudishia wananchi kiasi cha fedha ambazo zimekingwa. Na kwa hiyo mwananchi mwenye account benki ajue kabisa kwamba yeye hachangii chochote kabisa kwenye Bodi ya Bima ya Amana, ila sisi tunamuona mwananchi kama mnufaika. Mnufaika endapo benki yake itapata shida, lakini pia ni mnufaika kwa maana ya kwamba kwa sababu sasa anajua anapofungua akaunti tu tayari amekingwa na Bodi ya Bima ya Amana. Pia tunaongeza imani kwa wananchi kuendelea kutumia benki na taasisi za fedha kutunza fedha zao, kwa sababu kuna usalama na kuna kinga ambayo ndio bima ya amana. Mzee Luhaga, umenifurahisha kweli kweli. Hii ni ya vijana Chemba Talk Show tia 5. Sawa. Sawa. Asante. Mara baada ya yote hayo kuweza kuzungumza, kuna jukumu lingine ambalo Bodi ya Bima ya Amana mnalifanya? Ndio. Kama lilipi? Jukumu letu lingine ambalo tumeanza kulitekeleza kuanzia mwezi Julai mwaka jana ni kupunguza hasara kwenye benki. Ukiangalia majukumu yaliyopita, mara nyingi ilikuwa ni kwamba benki ife alafu sisi ndio tuingie kwa ajili ya kulipa fidia. Lakini sasa kumekuwa na utaratibu kwamba endapo Benki Kuu ambayo inakagua mabenki ikiona benki na legalega ina shida na ikakagua ikaona pengine inahitaji tu
iongezewe pengine mtaji au usimamizi fulani, basi watawasiliana na sisi. Kwa kushirikiana sisi kama bodi ya bima ya amana tunaweza tukaidhamini hiyo benki ambayo inapitia katika changamoto iweze kupata mkopo, iweze kupata fedha ili irudie kwenye hali ya kawaida, ama sisi wenyewe tunaweza tukaikopesha hiyo benki iendelee kufanya kazi, ikifika kwenye hali ya kawaida iturudishie, iendelee na maisha. Kwa uzoefu duniani wanasema kwamba kupunguza hasara kwenye benki inayopitia matatizo wakati mwingine kuna nafuu zaidi kuliko kusubiri ife halafu ulipe fidia. Fidia inaweza ikawa na gharama kubwa zaidi, na kwa maana hiyo pengine kwa kwenda mbele uwezekano wa benki kufa, yani mpaka benki kwamba benki kuu iseme benki hii inafutiwa leseni, pengine itakuwa ni shida sana, kwa sababu ikihisi tu kwamba kuna shida kidogo, basi tutataarifu sisi, na sisi kwa kushirikiana na benki kuu tutaona namna ya kuisaidia ile benki ili irudie kwenye hali yake ya kawaida na wananchi waendelee kupata huduma zao zote wanazohitaji kutoka katika ile benki bila kukwama kokote. Sawa, ni jambo zuri. Sasa elimu hii naona mmeshaanza. Huu ni mkoa wangapi kuja kutoa elimu hii ambayo mnatembea kuweza kuitoa? Kwa mwaka huu wa fedha, huu ni mkoa wa kwanza ambao tumefika. Kwa nini mmeamua kuanzia Singida? Kwanza Singida ni karibu na ofisi zetu zilipo Dodoma, lakini pia tumekuwa na hamasa tu kwa mambo ambayo yanaendelea huku, kuwahamasisha wananchi umuhimu wa kutumia benki na taasisi za fedha. Kama unavyojua, katika miaka ya hivi karibuni mkoa wa Singida umeonyesha maendeleo makubwa sana kiuchumi. Kuna shughuli nyingi sana za kiuchumi ambazo zimeibuka huku, na tunatamani kuona wananchi wanapojishughulisha na shughuli hizo. Kwa mfano kama zao la korosho, tunajua huku kuna madini, kwa hiyo kuna wachimbaji huku, lakini tunajua kuna kilimo cha alizeti ambacho kipo siku nyingi, kwamba wananchi wanapopata fedha basi wakimbilie kuzitunza katika benki na taasisi za fedha ambako kuna usalama, kuliko wakati mwingine kutunza kwenye vibubu, ambacho kibubu kinaweza kikabebwa na mwizi kikaibiwa, au nyumba ikapata moto halafu ikawa ni hasara moja kwa moja. Sawa, na maswali ya mwisho matatu. Karibu. La kwanza litakuwa ndani ya humu, lakini moja la mwisho itakuwa la burudani, alafu tutamaliza na nini ambacho nakizungumza. Niambie Mzee Lwaga, kuna benki zozote ambazo tayari zimefilisiwa na zipo kwenye ramani yenu? Ndio. Ngapi? Kwa sasa hasa benki ambazo tunajishughulisha nazo sana kwa ajili ya zoezi la ufilisi ziko 7. Kuna benki ya FBME ambayo ilikuwa na tawi Dar es Salaam na Mwanza, lakini pia ilikuwa na tawi kule Cyprus. Benki nyingine ni benki za wananchi. Kuna Njombe Community Bank, kuna Mbinga Community Bank, kuna Meru Community Bank, kuna Kagera Farmers Cooperative Bank, lakini pia kuna benki nyingine Dar es Salaam 2, kuna Efata, kuna benki nyingine ya wanawake ilikuwa inaitwa Covenant. Hizo benki zilifutiwa leseni na benki kuu na tuko katika zoezi la ufilisi. Wenye amana katika benki hizo wengi wamekwisha kuchukua ile kiasi cha fedha ambacho kinakingwa, na wakati huo kinga kiwango cha juu kilikuwa shilingi 1,500,000. Kwa hiyo hizo walikwisha kuzichukua, na sasa mchakato unaoendelea ni kwamba jinsi ambavyo bodi ya bima ya amana inapata fedha kutokana na kukusanya kutoka kwa waliokuwa wanadaiwa kwenye hizo benki au kwa kuuza mali, basi ikipata fedha kiasi fulani inaendelea kuwapatia wale waliokuwa na zaidi ya shilingi, wakati huo na zaidi ya shilingi 1,500,000. Sawa. Sasa ndio tunafika mwisho hili la kiburudani. Sasa mzee, wewe ni mwanamichezo, si ndio? Unapenda michezo? Napenda michezo, mimi ni mwimbaji. Lakini pia napenda mpira, napenda kuangalia mpira. Hapo kwenye mpira hapa Tanzania unapenda timu gani? Mimi Mnyama. Ndio maana umembamba. Hapa ni Mnyama. Nje nao unapenda vipi? Nje pia napenda. Nje wapi? Mimi ni Arsenal. Bingwa, huyu bingwa. Mtazamaji wa Chemba Talk Show, unaona Basi niseme tu kwamba mimi na huyu mzee kitu chetu kimoja. Hapa Tanzania mimi sina timu. Sawa, una neno gani la kuweza kuambia tuhitimishe namna hiyo? Mimi napenda kuwaasa
wana Singida, lakini Watanzania kwa ujumla kwamba ni muhimu kuweka fedha zetu katika benki, kwa sababu huko ni mahali salama. Kwanza kuna kinga bima ya amana, lakini pia kuna usimamizi mzuri sana ambao unafanywa na Benki Kuu yetu ya Tanzania. Mtazamaji wa Chemba Talk Show, na hapo ndipo ambapo tunafika tamati. Nikwambie tu kwamba tulikuwa naye ndugu yetu hapa Lwaga, yeye kutoka Bodi ya Bima ya Amana, na tumepata mambo mengi kweli kweli. Kunipata mimi 0717 51 9981. Ukihitaji chochote kuhusiana na Chemba Talk Show, basi utakuwa unanipata. Nikwambie tu nikutakie siku njema, kwaheri na siku njema.